Serikali ya China imetangaza ongezeko la kodi ya thamani yani VAT ya hadi 13% kwa mipira ya kiume yani kondom, pamoja na bidhaa zingine za uzazi wa mpango ikiwemo vidonge vya kuzuia mimba, kufuatia ongezeko la idadi ya watu wanaokufa kuwa kubwa kuliko wanaozaliwa, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuchochea ongezeko la watoto wanaozaliwa. Hii ni TriGen Media. Takwimu zinaonyesha kuwa mwaka 2025 watoto takribani milioni 7.92 walizaliwa nchini China, ikiwa ni kiwango cha chini kabisa tangu rekodi za kitaifa zilipoanza kutumika mwaka 1949, huku watu takribani milioni 11.31 waliripotiwa kufariki hadi mwaka 2025. Huku watu takribani milioni 11.31 walifariki mwaka 2025. Hiki ni kiwango ambacho kiliongezeka ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, pia likiwa ni ongezeko la vifo zaidi ya milioni 3.39, hali inayoonyesha kuwa watu wanaokufa ni wengi kuliko wanaozaliwa, na ongezeko la idadi ya watu likiwa linashuka kwa mwaka wa 4 mfululizo. Wataalamu wa demografia wanaeleza kuwa kuondolewa kwa msamaha wa kodi kwa kondom kuna maanisha kuwa bidhaa hizo zitakuwa ghali kuliko hapo awali. Hata kama ongezeko la bei si kubwa sana, lakini ni hatua inayoweza kusababisha vijana na watu wenye kipato kidogo kutengeneza bajeti ndogo kwa matumizi ya uzazi wa mpango, na hivyo kuchochea ongezeko la mimba zisizotarajiwa, hasa kwa vijana wasio na fedha nyingi. Mbali na kodi ya kondom, serikali ya China pia imewekeza katika mikakati ya kukuza uzazi, ikiwa ni pamoja na ruzuku ya watoto kwa takriban yuan 3,600 kwa kila mtoto chini ya umri wa miaka 3, huduma za watoto bure, kuondoa kodi kwa huduma za kulea watoto na kuhamasisha elimu ya mapenzi na familia katika vyuo, vyote hivi vikiwa ni juhudi za kuongeza idadi ya kuzaliwa. Shirika la takwimu la China limebainisha kuwa pamoja na sera hizi, changamoto kuu bado ni ya kijamii na kiuchumi, hasa gharama ya kulea mtoto inayokadiriwa kuwa zaidi ya yuan 338,000 kuanzia utoto hadi umri wa miaka 18 kwa mtoto mmoja, uzee unaoendelea wa idadi ya watu, idadi ndogo ya vijana wanaopendelea kuoa na kuanzisha familia. Ikiwa sera hizi zitafanikiwa kuongeza idadi ya watu, serikali ya China ina matarajio ya faida kadhaa kama kuimarisha soko la ajira, kulipa elimu na huduma za afya kwa ufanisi zaidi kwa vizazi vijavyo, na kupunguza mzigo wa watu wazee wanaotegemea mfumo wa ustawi wa jamii. Hata hivyo, wataalamu wa uchumi na wa demografia wanatilia shaka kama ongezeko la idadi ya watoto pekee litakuwa la kutosha kuzuia mabadiliko makubwa ya kijamii kama huduma za afya, utoaji wa ajira na ufadhili wa elimu, suala linalohitaji sera pana zaidi kuliko kubadilisha kodi ya kondom pekee. Hii ni TriGen Media.